Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limerejesha vikwazo vya silaha na nyuklia dhidi ya Irani kufuatia kukwama kwa mazungumzo juu ya mkataba wa kimataifa wa nyuklia uliosainiwa mwaka 2015 kati ya Irani pamoja na nchi 5 zenye nguvu duniani: Uingereza, Ufaransa, Marekani, Urusi na China pamoja na Ujerumani, ambao kwa pamoja unajulikana kama P5+1. Hatua hiyo imetekelezwa kufuatia shinikizo la nchi 3 za Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Mkataba huo ulilenga kuhakikisha mpango wa nyuklia wa Irani unakuwa wa amani, ikipunguza uwezo wa Irani kuzalisha silaha za nyuklia na kuondoa vikwazo vya kiuchumi hatua kwa hatua endapo Irani itatimiza masharti ya mkataba huo. Miongoni mwa vikwazo vilivyorejeshwa ni pamoja na kuizuia Irani kuuza au kununua silaha na vifaa vya kijeshi, ikiwemo makombora na ndege za kivita. Hatua hii inalenga kupunguza uwezo wa kijeshi wa Iran Mashariki ya Kati, kupiga marufuku upanuzi wa miradi ya nyuklia, urutubishaji kwa kiwango cha juu, utengenezaji wa makombora ya masafa marefu na kuhakikisha ukaguzi wa kimataifa wa kila kinachohusiana na nyuklia nchini humo. Hatua inayolenga kuhakikisha Iran inatumia teknolojia ya nyuklia kwa ajili ya amani pekee. Aidha, vikwazo hivyo ni pamoja na kushikilia mali za Irani, vizuizi kwenye biashara ya mafuta na kampuni za kimataifa kuzuiwa kufanya biashara kubwa na Iran, lengo likiwa ni kupunguza uwezo wa kifedha kwa serikali ya Iran. Vikwazo vingine ni pamoja na kizuizi cha safari za nje kwa viongozi wa Iran, wakiwemo wanasiasa na viongozi wa mashirika yanayoshughulika na masuala ya nyuklia. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameendelea kusisitiza kuwa nchi yake haina mpango wa kujitoa katika mkataba kuto kuzalisha silaha za nyuklia. Serikali ya Iran imelaani hatua hiyo na kuchukua hatua za kidiplomasia kwa kuwarejesha mabalozi wake waliopo Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kwa mashauriano juu ya shinikizo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema urejeshwaji wa vikwazo dhidi ya Iran ni kinyume cha sheria na amemtumia barua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akionya kuhusu hatua hiyo.